Mwanamke ni pambo la nyumba na mwanaume ndio nguzo ya nyumba. Je, wewe ni nani kati ya vitu hivyo viwili? Katika mji wenye kuvutia wa Mwandege palifanyika harusi ya kifahari sana iliyowakutanisha wanandoa wawili waliopendana kwa dhati. Mmoja akiwa ni Brian na mwingine akiitwa Aisha. Harusi yao ilizungumziwa sana katika mji huo. Maua, vicheko, ndelemo na baraka za wazazi zilijaza kila kona ya ukumbi. Kwa kweli ilikuwa ni harusi ya ndoto sana, na kama ilivyo kwa kila mwanzo mpya, walipoanza maisha yao ya ndoa, kila siku ilikuwa zawadi tu. Walisaidiana, walipendana na walifanya kila kitu kwa pamoja. Siku chache baada ya harusi, Aisha alihisi dalili zisizo za kawaida, na baada ya vipimo taarifa ikaja. Alikuwa mjamzito na Brian alifurahi kupita kiasi. Hakuna kilichomletea furaha zaidi kama kusikia kuwa atakuwa baba. Walikumbatiana huku machozi yakitoka, si ya huzuni bali yalikuwa baraka. Na miezi ikasonga, na baada ya safari ya miezi 9, Aisha alijifungua mtoto wa kiume kwa njia ya kawaida tu kabisa, na walimpa jina lake Baraka. Brian alibadilika, aligeuka kuwa baba wa mfano sana, mume wa msaada. Alihakikisha mkewe anapata muda wa kupumzika. Alimsaidia kulea mtoto, kupika na hata kubadilisha nepi. Jambo lilianza kubadilika siku baada ya siku. Aisha alianza kubadilika moyoni taratibu. Alionekana kuwa mbali kabisa na mumewe. Hakutaka kushikwa, hakutaka kuzungumza, hakutaka hata kulala karibu na mumewe. Brian alijipa moyo tu, akisema pengine ni mabadiliko baada ya kujifungua, ni mabadiliko tu, atakuwa sawa. Alivumilia sana. Aliomba, alijitahidi kumwonyesha mapenzi kama zamani, lakini wapi. Mwaka mzima ukapita na hali ilizidi kuwa mbaya zaidi. Hata akiomba tendo hunyimwa pia. Siku moja baada ya kutoka kazini, akiwa na uchovu na hamu ya kuona familia yake, Brian alifika nyumbani na kukutana na ukimya mzito sana. Hakukuwa na hata salamu. Aisha alimwangalia tu kwa jicho la baridi. Hakumjibu chochote kile. Alipomuuliza hali ya mtoto, wala hakumkaribisha kama zamani. Kwa mara ya kwanza kabisa, Brian alihisi kama mgeni katika nyumba yake mwenyewe. Kwa moyo mzito na kichwa kizito, akaamua tu kuondoka. Alipanda gari lake na kuzunguka mjini hadi alipokutana na ukumbi wa starehe mmoja hivi. Alikaa akitafakari. Pombe akaiagiza, si kwa sababu ya sherehe bali kwa sababu ya kuzima maumivu ndani ya moyo wake. Wakati akiwa amelewa kiasi cha kupoteza udhibiti, alijikuta akiambiwa na mwanamke mmoja, unahitaji mtu wa kukusikiliza Brian akiwa hana nguvu ya kukataa, alijikuta ameshindwa kuzuia kilichofuata. Kwa kweli msikilizaji, ni balaa zito. Hata mimi napatwa na ukakasi kuelezea. Asubuhi
Alipoamka alijikuta kitandani akiwa mchupu kabisa, akiwa na mtu asiye mke wake. Alihisi aibu sana. Alikimbia haraka. Hakutaka hata kumwangalia usoni yule mwanamke. Kwa nini nilienda? Kwa nini sikuvumilia zaidi? Kwa kweli alijilaumu sana Brian. Siku zikazidi kusonga, lakini kuna jambo lilianza kumchosha. Afya yake haikuwa sawa. Alikuwa akidhoofika sana kila siku. Akaamua aende hospitali kwa vipimo zaidi, na vipimo vikafanyika na majibu yakaja kama radi. Ghafla tu alipoambiwa na daktari kuwa ana HIV. Kwa kweli machozi yalimtoka. Alitetemeka, moyo wake ulikufa na ganzi. Dunia aliona ikimzunguka. Sauti ya daktari ilizidi kuwa mbali zaidi, mbali sana. Akijilaumu sana. Yaani usiku mmoja umetawala maisha yangu yote, alisema kwa uchungu. Alihisi kuanguka. Alitoka hospitali pale akiwa amepotea kabisa, na aliamua kurudi nyumbani, akijua hata mkewe hawezi kumwelewa kabisa. Lakini alichokikuta kilimchanganya zaidi. Pale Aisha alimkaribisha kwa tabasamu ambalo hakuwahi kuliona kabisa kwa miezi ya nyuma. Alikuwa mchangamfu sana na mkarimu na mwenye upendo usioelezeka kabisa. Aisha alimwandalia chakula, akamkumbatia, na kwa mara ya kwanza akamuuliza kwa upole, "Mume wangu, hivi leo utaanza nini? Chakula au mimi?" Brian alibaki kimya. Machozi yalimtoka kimya. Mkewe alimwangalia kwa upole, asijue maumivu ya moyoni yaliyomjaa. Alikuwa amepoteza kila kitu ndani ya usiku mmoja: afya, amani na utu wake. Na sasa alikuwa mbele ya mwanamke aliyekuwa tayari kumpa upendo aliohitaji muda wote ule, wakati yeye tayari alikuwa ameujeruhi moyo wake mwenyewe. Hivi msikilizaji na mtazamaji, ungekuwa wewe ungefanyaje? Ungekubali kushiriki tendo na mkeo wakati tayari unajua kwa wewe ni mwasilika? Nasubiri komenti yako. Simulizi hii inafundisha uvumilivu katika ndoa. Mapenzi si hisia tu, bali ni uamuzi, ni kujitoa na ni kusubiri hata pale upendo unapokauka. Maana mara nyingine unaweza kuchipuka tena, lakini ukiwa umeharibu tayari. Sijui, hata mimi sijui. Usisahau kusubscribe, kucomment na kulike. Ni mimi msimulizi wako na mwandishi wako King Suya. Bye.